Unajua, unaelewa kwa nini wanaomba iwe hivyo. Wanachukua hesabu kwamba Nigeria ni taifa ambalo kubwa kwenye mpira wa Afrika. Unaweza ukaanza mechi hiyo ikawa usipate matokeo ya ushindi ambayo, au unaweza ukapata matokeo mabaya zaidi na yakaharibu system nzima ya kimashindano kuelekea kwenye group lane. Ndio. Lakini kimsingi mpira siku hizi ukiachana habari za makaratasi, mpira unachezwa uwanjani. Namna mlivyojipanga kimbinu na utulivu na kiufundi ndivyo mnaweza mkapata matokeo ya ushindi. So katika hali ya kawaida inakufikirisha sana mtu ukimwambia kwamba unaenda kutaka ushindi zidi ya Nigeria, tena Nigeria hii ambayo imekosa vitu vingi sana kwa hii miaka karibuni. Unajua AFCON iliyopita walicheza wakafungwa finali na Ivory Coast. Lakini kuna kitu ambacho wao waliona kwamba pengine wangeweza kuchukua ule ubingwa. Lakini hapa karibuni unaona wamekosa kupata qualification ya kucheza kombe la dunia. Tena wamekuja kufungwa na taifa kama Kongo huku kwenye knockout. Haijaisha ile. Hii mambo rufaa. Bado haijaisha. Si wanapiga nini? Ile si baba, unaweza kuna mechi moja na Fundendo naelekea World Cup Steve. Ile wao wamemaliza Nigeria. Wao walitolewa. Kongo ndo wanasubiri ushindi wa Tsunami na Jamaica walicheza. Caledonia pamoja na Jamaica atakayeshinda. Rufaa akishinda Nigeria, mechi inarudiwa. Inarudiwa mbili. Si ndio? Ambayo sasa unaona ni ngumu sana kutegemea matokeo hayo kwa sababu inachukua muda sana mpaka kufuata hizo confirmation. Kwa hiyo kimsingi unaelewa watu wanaposema kwamba huenda tungeanza na Uganda. Nayo pia bado Uganda sio mechi rahisi. Unajua kwenye lile kundi watu wanaweza kaona kama Uganda ndio mwepesi, lakini Uganda ni watu ambao tunajuana kila kitu. Ni mchezaji, ni namna ambayo taifa naweza tukacheza hata wao wakajitoa zaidi kuliko wanavyocheza na taifa lingine. Kwa sababu kwanza ni wapinzani wetu wa jadi. Yanajua pamoja kwamba tunatoka ukanda wa Sekafa, Uganda au tunapokutana na Kenya ni moja wa wapinzani kwamba anasema hapana, mimi siwezi kufungwa na Tanzania. Kwa hiyo kimsingi tunahitaji tu kuboresha timu yetu ili kuweza kupata matokeo ushindi bila kuangalia tunacheza na nani katika lile kundi. Na kwa sababu mechi hizi hazina nyumbani ugenini kama alivyosema mwanzo, ili uweze kwenda unahitaji at least upate ushindi wa mechi, upate matokeo ushindi at least mechi moja, na kupata sare mbili unaweza kwenda, au upate ushindi wa mechi mbili. Sasa ndipo hapo watu wanaangalia katika grupu letu tuna Nigeria, tuna Tunisia. Nigeria ameshachukua ubingwa huu mara 3. Unajua Nigeria amechukua ubingwa huu mara 3 wa AFCON katika mara 20 alizoshiriki. Tunisia ameshiriki mara 21, amechukua ubingwa huu mara 1. Kwa hiyo bado unaona tunaenda kukutana na watu ambao wameshaonja ladha ya ubingwa huu. Lakini kwa hapa karibuni wamepotea kutokana na mapito mbalimbali ambao wameyapitia. Lakini unajaribu kuangalia wachezaji kama kina Victor Osimhen, ni watu ambao wanataka kuonesha kitu kwamba wanacho, kwa sababu unajua mpira huu mashindano kama AFCON yanakwenda kwa maji na miaka miwili. Wakati mwingine unaona leo 2025 si kwamba itakuwa muendelezo unakuja hapa 2027 na pia upate tiketi ya kuweza kushiriki. Kwa hiyo wanataka waoneshe kile kitu chao kwa jasho na damu katika wakati huu ili waoneshe wana kitu ambacho ziada watu waweze kukielewa. Kwa hiyo bado unaona, lakini imani yangu inaonyesha kwamba kwa maandalizi ambayo safari hii timu yetu imepata, imeweza kukaa kule Misri takriban siku 14, ina mwalimu mpya na mwalimu aliongeza baadhi ya watu kwenye benchi la ufundi. Unajua amemchukua Musa Ndoo ambao amekuwa msaidizi wake kila anapopita, na kuna kitu ambacho waga wanaongeza cha ziada, wameongeza mwalimu wa viungo, wameongeza na baadhi ya watu kwenye benchi la ufundi. Lakini najaribu pia kuangalia selection ya wachezaji walioitwa. Unaona wachezaji wa kigeni wanaocheza ligi za kigeni ni 8. Lakini walobaki wote wanacheza ligi ya NBC. Unajaribu kuangalia ndio wachezaji wale ambao mara nyingine wanacheza wakiwa kwenye vilabu vyao, wanacheza na wachezaji wakubwa barani Afrika kwenye mashindano ya vilabu. Kwa hiyo ile experience wanaweza wakahamishia kwenye national team na wakaongeza upambanaji pamoja na mbinu za kocha, wanaweza kuongeza kitu cha ziada. Na kitu ambacho cha msingi cha kujivunia ni kwamba tunakwenda kwenye mashindano haya tukiwa na deni. Unajua ya mwisho AFCON ya mwisho 2023 tulirudi na pointi 2 baada ya kupata sare na DR Congo pamoja na Zambia. Sasa safari hii hatuwezi kwenda tukasema tunaenda turudi bila cha ziada zaidi ya pale. Unajua siku zote ili kimafanikio unatakiwa pale ulipokwamia mara mwisho uongeze kitu cha ziada ili uweze kuvuka lengo lile na uweze kuwa na kitu cha ziada. Na ukizingatia mwaka 2027 sisi tutakuwa mmoja miongoni mwa watu ambao wanaandaa mashindano ya AFCON. Kwa hiyo kuna kitu nafikiri wachezaji wetu wanapaswa kulielewa hilo, wanapaswa kujua wana deni, wanapaswa kwenda kupambana. Mara nyingi mpira unachezwa ndani ya uwanja. Kwa hiyo upambanaji tu ni namna wote mnakuwa 11 kwa 11. Mambo ya majina yanakuja kwenye records baadaye. Watu wataanza kuangalia records na nini vitu kama hivyo. Lakini kimsingi uwanjani ni upambanaji, hakuna cha ziada.